you this morning. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. We exalt you for your loving kindness and your tender mercies. Tunakutukuza kwa huruma zako na upendo wako mkuu. We thank you for the dew of the morning. Asante kwa umande wa asubuhi. We thank you for the peace of the night. Tunakushukuru kwa amani ya usiku. We thank you for the glory of your favor. Tunakushukuru kwa utukufu wa kibali chako. As we appear before you as your people, tunapotokea uweponi mwako kama we watu are wako, more than persuaded you are here. tunahimizika zaidi uko hapa. And you love to bless us. Na utatubariki. And you love to bless us. Na unapenda kutubariki. And you will bless us today. Na utatubariki leo. Lift your hands wherever you are. Inua mikono yako mahali ulipo. Ask God to target you this morning. Omba Bwana akushughulikie. Ask him to target your issue this morning. Omba Bwana aweke shabaha kwa hali yako. What is that has worried you? Ni gani hilo limekudhaifaisha? What is it that has brought you trouble? Ni nini imekuletea shida? James said in James number 5. Yakobo anasema, Yakobo sura and ya the 5. verse number 13. Mstari wa 13. Is any among you afflicted? Je, kuna mmoja wenu ameteswa? Let him pray. Wacha aombe. Is anyone afflicted? Kuna mtu yeyote ameteseka? Is anyone in trouble? Kuna yeyote aliye na Is shida? anyone in pain? Kuna yeyote aliye na uchungu? Let him pray. Wacha aombe. Is anyone sick? Kuna yeyote mgonjwa? Is anyone in debt? Kuna yeyote aliye na Is madeni? anyone in bad circumstance? Kuna yeyote aliye na hali mbaya? Let him pray. Wacha aombe. Go before the Lord this morning. Enda mbele za Bwana Let the asubuhi ya Lord leo. hear your Na voice Bwana asikie sauti yako. concerning any area of your concern. Kuhusu maisha yako yote. Open up before the Lord. Funguka mbele In za this Bwana. covenant hour of prayer, Katika ibada hii He ya will maombi. hear you. Atakusikia. He will answer you. Atakujibu. He will minister to you speedily. Atakuhudumia Is haraka. anyone in prayer in trouble? Kuna yeyote aliye na shida? Let him pray. Wacha aombe. The answer to trouble is prayer. Jibu la shida ni The maombi. answer to pain is prayer. Jibu la uchungu ni The maombi. answer to worry is prayer. Jibu la kufadhaika The ni answer maombi. to any issue is prayer. Jibu la kila hali ni Father, we maombi. appear before you, Baba, tutokea mbele even as zako. a people of faith, Hata watu wa as imani. a family of believers. Ama jamii ya We have waumini. come to pray. Tumekuja tuombe. We want you to answer our prayer. Tunaomba ujibu We have maombi yetu. reported before you this morning. Tumetokea mbele zako. Somebody pray in the name of the Lord. Mtu omba, omba, Pray in omba. the name of the Lord. Omba katika jina la What is Yesu. that area that you need to change? Nini hiyo unahitaji Subject it to mabadiliko? prayer. Iachilie kwa Subject maombi. it to prayer. Iweke kwa maombi. Subject it to prayer. Iweke kwa maombi. Whatever it is, Lolote lililo. there is a God that answers Kuna prayer. Mungu anajibu You maombi. who that answer prayer, Anayejibu all maombi. the people shall come to Na you. watu wote watakuja You who kwako. that answer prayer, Wewe unayejibu all the maombi. people shall come to Watu you. wote watakuja We have kwako. come to him that answer prayer. Tumekuja kwa Mungu We have anajibu come maombi. to him that answer prayer. Tumekuja kwa yeye anajibu maombi. Libazanda la babuza. Hapo shandelema. Likandele kota likalabazia. Hapo shekete La jila buza tila kata. Hapo shekete. Likalabazota likabazia. Rekerebo We are shandelema. coming out of every prison. Tunatoka kwa We are jela. coming out of every pit. Tunatoka kwa ushungu. We are coming out of every situation Tunatoka kwa hali because zote. of prayer. Kwa sababu ya In the maombi. name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Malika baza tandalabas. Rekerebo shandelema. Rikandi la koze telebazia. Lejikata la katolebazia. We are breaking every barrier. We are defeating every trouble. We are reversing every situation by prayer in the name of Jesus. La tata balabazarash. Likabazo talikabazia. Libabaza talabazaria. La katata bazarash. Bring it to God in prayer. Omba katika Bring maombi. it to God in prayer. Ilete kwa Bring maombi. it to God in prayer. Ilete kwa Mungu kwa Bring maombi. it to God in prayer. Ilete kwa Mungu Bring kwa it to maombi. God in prayer. Ilete kwa Mungu Whatever kwa it maombi. is, Lolote lile. mention it before the Lord. Ilete mbele za Mention Bwana. it before the Lord. Itamuke mbele za What Mungu. needless pain do we bear? Ni nini iliyoko? We carry needless burdens. Tunabeba mizigo We isiyofaa. bear needless pain Tunabeba mizigo because we do not pray. maana hatuoni. Malakala bazada. Rakerebo Lidada sandereba. bazotali
Likabas Liajo Bariaka Tenda Likabiza Tolebazuki Riketa Bizato Malakala Bazariash. Somebody pray by faith. The prayer of faith. The prayer of faith. The prayer of faith availeth much. The prayer of Alashasma availeth much. Malakabazato Likabezatila Kazuta Malikabezatolebazi. Let us pray for our country, Kenya. Father, we lift Kenya before you. We declare there shall be no confusion. We declare there shall be no confusion. There shall be no confusion in this season of constitutional debate. Whatever debate that is in line, it shall not bring confusion in our motherland. We declare harmony. We declare peace. We declare coexistence in the name of Jesus. The Building Bridges Initiative shall not be Breaking Bridges Initiative. People will speak like one. Whatever must be done, it must fall in the will of God. We reject every power of the devil. We reject every demonic agenda. We reject every ancestral cult that want to usurp the power of this nation. And we declare Kenya is in the hands of God. Pray for this country. Pray for Kenya. Let the plenty be found within our borders. Let abundance be found within our borders. Let peace, let the peace reign. Let love fill this country, even as the waters fill the sea. Let all tribes agree in the name of Jesus. Malika Bazatanda, Riakabo Zekabiazade. Every initiative that is not of God, it is scattered by fire. We bring down every power. We bring down every evil agenda. And we declare the will of God. And the counsel of God shall prevail in this country. In the name of Jesus. As the 11 counties gather in Imeru this weekend, as the 11 counties they gather in Imeru this weekend, we declare peace. We declare peace. We declare peace in the name of Jesus. We announce Kenya will stand, Meru will stand, Central Kenya will stand, Rift Valley will stand, Coast will stand in the name of Jesus. Northeastern will know God in the name of Jesus. Western will know God in the name of Jesus. We declare peace. We declare harmony. We declare favor in the name of Jesus. Daddy, we thank you. We bless your name. We exalt you, our Father. We glorify your name. Thank you for what you are about to do. In Jesus' name, we believe and we pray. Amen. I want to refer to Acts number 12. This is where we left. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. And he killed James the brother of John with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter
These were the days of unleavened bread. Na hizi zilikuwa siku za mkate usiotiwa chachu. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him. Na baada ya kumkamata akamweka korokoroni na vifungo 4 vya askari kumwangalia. Intending after Easter to bring him forth to the people. Na akiwa anasubiri baada ya Pasaka amtoae kwa watu. Peter therefore was kept in prison. Na basi Petro akawekwa jela. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Lakini maombi yalifanywa pasipo kukoma kwa niaba yake na kanisa. So prayer is a platform for warfare and intercession. Hivyo basi maombi ni kikanyangio cha vita vya kiroho na maombezi. And I remember that day we said that there are some people that enjoy that you suffer. Na ninakumbuka siku hiyo tulisema kuna watu hufurahia unapoteseka. When things are not working for you. Wakati mambo hayafanyi kazi vizuri. When situations are not in the right way. Wakati matukio hayako vile yanafaa. It does not bother everybody. Haichuguliki kila mtu. The Jews were happy that Herod was fighting the church. Wayahudi walifurahia Herode alitesa kanisa. And they were rejoicing. Na walifurahia. And he arrested Peter after he had killed James. Na akakamata Petro baada ya kuua Yakobo. I want you to understand. Nataka uelewe. If the enemy is not stopped, it does not stop. Kama adui hakomeshwi, adui hakomi. If you see things going the wrong way, ukiona mambo yakienda vibaya, and you do nothing about it, na ukose kutenda lolote, they will not stop by themselves. Haitakomeshwa yenyewe. If you see an evil pattern, ukiona msururu mbaya, and it is affecting your family, na inaadhiri jamii and yako, you do nothing about it, na ukose kutenda lolote, it does not stop on its own accord. Haikomi yenyewe. I pray that today ni ombi langu God will open your eyes Mungu atafungua to macho every yako, situation that you need to rise up against, kwa kila hali inabidi and you shall rise against that situation, na utainuka kinyume and na you shall stop it in Jesus' na name. utaikomesha kwa Can jina a la believer Yesu. shout and believers amen? Amen. So Herod continued, Herode and akaendelea, as he was destroying the church, baada ya kutesa the kanisa, Jews were clapping their hands. Wayahudi walipiga makofi. I don't know who is clapping for your enemies. Sijui ni nani I anapiga don't know who is makofi. clapping for your persecutors. Sijui ni nani anapiga I makofi. don't know who is clapping for the people who have made your life a living hell. Sijui ni nani anafurahia Today, ukiteseka. by prayer and intercession, Katika maombi na we will maombezi, stop every power. tutakomesha We kila will nguvu. stop every devil. Tutakomesha We kila will take the pepo. devil out of business Tutaondoa in the shetani name of kwa Jesus. jina la Can you Yesu. shout and believers amen? Amen. So the church noticed a trend. Kwa hivyo kanisa ikagundua The church mfululizo. realized Kanisa this ikaelewa man has come to destroy us. huyu mtu amekuja And they kutuangamiza. met and they said, no way. Na wakakutana When wakasema things la, are not working, wakati mambo you hayafanyi must kazi, stand inabidi and tell usimame. the devil, no way. Na uambie shetani You must tell la. the devil, you can't take my family. Lazima uambie shetani You can't utachukua take my jamii. business. Hautachukua You can't biashara. take my health. Hautachukua You afya can't yangu. take my money. Hauwezi You chukua can't kazi take yangu. my children. Hautachukua You watoto can't wangu. kill whatever I am building. Hauwezi ua kile And today I najenga. declare, Na leo you natangaza. will receive power Yes. from the presence of the Lord. Yes. And you stop every madness of the devil. Amen. In the name of Jesus. Yes. Receive that grace and shout yes. Yes. The church said no way. Kanisa likasema They la. said enough is enough. Wakasema We imetosha. cannot allow this to continue. Hatuwezi kubali We hii cannot endelee. allow this madness to continue. Hatuwezi ruhusu Today kishani. you must scan your life. Leo lazima You must uzuru. scan your environment. Lazima utie What msasa madness should I stop? ni nini nafaa What is the work kukomesha? of darkness operating in my Ni life? kazi gani ya shetani What is the inafanya devil kazi? doing Ni nini shetani anafanya against my life and
destiny, kinyume na maisha yangu, you must refuse inabidi and you must reject na ukatae the operation of darkness. kazi za giza. So he arrested Peter. Akashika Petro. By this time he had killed James. Wakati huo alikuwa ameua The Yakobo. church met. Kanisa likakutana. Maybe they shared an SMS. If it is today, they could have shared an SMS. Kama ni wakati huo angeshiriki Or ujumbe maybe they could have a prayer group, WhatsApp page or group. Wanakuwa na kikundi cha WhatsApp. And they said, brethren, na wanasema things wapendwa, are not working. mambo si mazuri. Let us meet at the altar. Wacha tukutane Let us madhabahuni. meet at brother so and so's Wacha house. tukutane kwa ndugu Let us fulani. fix this situation. Wacha And the tukabili. church met to pray. Na kanisa And likakutana. as they prayed, Walipoomba, heaven intervened. mbingu May ikaingilia heaven kati. intervene on your behalf. Amen. I said, may heaven intervene on your behalf. Amen. Those who pray, they will see God. Yes. Those who seek the assistance of God, God will assist them. Amen. The church met to pray. Kanisa And they said, we must stop wakasema what lazima this man tukomeshe is doing kile huyu mtu against the anafanya. church. Kinyume na And kanisa. as they were praying, Na walipokuwa wanaomba, heaven intervened. mbingu ikaingilia. Tell your neighbor, my neighbor, My neighbor, heaven will intervene heaven will in intervene your situation in your situation. today. Today, In the name of in the Jesus. name of Shout Jesus. and believers, amen. Amen. As they were praying, Walipokuwa God wanaomba, sent an angel. Mungu akatuma malaika. Hey, Hey, I see an angel naona malaika entering your situation. akiingia kwa I hali yako. said, I see an angel. Naona malaika As you pray today, unapoomba in leo, this open heavens Wednesday, katika Jumatano, God will release an angel Mungu to ataachilia malaika intervene in your situation. aingilie hali In yako the name of kwa Jesus. jina la Yesu. God sent an angel Mungu akatuma and he malaika entered the prison akaingia jela, and he woke up Peter akamwamusha and he Petro, told them, dress up, akamwambia valia, let us go. wacha tuende. The soldiers were there. Na askari They walikuwa had maximum security. walikuwa wamemulinda vilivyo. You cannot operate a maximum security against gods or God of war hosts. Hawezi fanya ulindaji chupavu kinyume na Mungu amiri jeshi. He let them out Akamwachilia, and he went where they were praying. akaenda mahali And walikuwa the nao, girl Londa na dada came to Roda answer the door. akaja kujibu And mlango, she told the believers, akaambia waumini, say amen. semeni amina. Peter is at the door. Petilo yuko I see mlangoni. God answering you very fast. Amen. I said I see God answering you very fast. Amen. This season your prayers will not delay. Yes. This season your answers will not linger. Yes. More than any other season, this season you receive answers urgently. Yes. I don't know who I'm talking to this morning. Hallelujah. I feel it in my spirit. Yes. You receive an answer Amen. before the end of this week. Amen. You receive intervention Amen. before the end of this week. Amen. You receive a breakthrough Amen. before the end of this week. Yes. God is answering your prayer Amen. in the name of Jesus. Amen. Shout and believers, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So they stopped Herod wakakomesha by Herode prayer and intercession. kupitia maombi na maombezi. They didn't complain. Hawakunugunika, They didn't mourn. hawakuomboleza, They didn't doubt God. hawakutia They shaka didn't Mungu, ask why this. hawakuuliza kwa They nini. simply prayed Waliomba and they believed in God. wakamwamini Mungu, And God answered them by fire. na Mungu akawajibu kwa moto. Prayer Maombi is a platform of intercession. ni kikanyangio cha maombezi. You turn things. Unabadilisha You mambo, control situations. unamiliki You mambo, control things in your life, unaamuru in hali your neighborhood, katika in jiji your lako, working place. katika mahali pa You kazi. control things in your bank account. Unaamuru You mambo, control your business transactions. unaamuru biashara You yako, comatose your enemies. unaamuru And maadui you zako, operate with an upper hand na through unafanya prayer kazi and intercession. kupitia maombi na If maombezi. you hear me, shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Prayer is what brings angelic intervention. Maombi ndiyo huleta mwingilio kati
kwa malaika. That is why James is saying, Na ndiposa Yakobo anasema, is anyone afflicted? kuna yeyote aliyeteswa? Is anyone sick? Kuna yeyote aliye Is mgonjwa? anyone in trouble? Kuna yeyote aliye kwa Let shida? them pray. Wacha aombe. And that is why as a commission, Na ndiposa kama we have huduma a day set apart for prayer. tuna siku tumeweka kwa ajili ya Because we maombi. understand Maana tunaelewa prayers don't work before they are prayed. maombi hayafanyi kazi kabla ya ombwe. Many people know the importance of prayer, Watu wengi wanajua umuhimu wa maombi, but only a few people pray. lakini wachache tu ndio huomba. Many people know prayer. Watu wengi wanajua maombi. Many people have read books on prayer. Watu wengi wamesoma vitabu kuhusu maombi. Many people can recite scriptures on prayer, Watu wengi wanaweza nukuu, but a few people pray. lakini watu wachache And wanaomba. Jesus said, Na Yesu you do akasema, not have hamuna because you don't pray. maana hamuombi. James says you kill, Yakobo anasema munaua, you lust, munatamani, you covet, munatamani, but you don't have lakini hamuna because you don't ask. kwa sababu hamuombi. I pray that God will baptize you with the prayer fire. Amen. I said, may God baptize you with the prayer fire. Amen. May you love prayer than sleep. Yes. May you love prayer than food. Yes. May you love prayer than friends. Yes. May you love prayer than anything in life. Yes. In the name of Jesus. Amen. Shout and believers, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you pray, you Unapoomba receive. unapokea. Number 5. Ya tano, When you pray according to scripture, unapoomba kulingana na maandiko. put it this way, prayer according to scripture Maombi kulingana na maandiko is a strategy to keep your faith alive. ni mbinu ya kudumisha imani yako ikiwa hai. Praying according to scriptures, Kuomba kulingana na it maandiko is a divine strategy ni mbinu ya kiungu to keep your faith alive. ya kusababisha imani yako iwe hai. Refer to Luke number 22. Tunaangalia Luka 22. Luke number 22 verse 30. Luka 22 mstari wa 30. Hallelujah. Hallelujah. Verse 30 to 32. Mstari wa 32. That you may eat and drink at my table in my kingdom, Hili mule na mkunywe katika meza yangu kwenye ufalme, and they sat on thrones judging the 12 tribes of Israel. na muketi kwenye enzi mkiwahukumu makabila 12 wa And the Israeli. Lord said, Na Bwana akasema, Simon, Simon, Simoni, Simoni, behold, Satan has desired to have you, tazama shetani ametamani kuwa nawe, that he may sift you as wheat. ili ya kupepete kama ngano, But lakini I have prayed for thee, nimekuombea that your faith will not fail. ili imani yako isizimie. And when thou art converted, Na baada ya wewe kubadilishwa, strengthen thy brethren. watie nguvu ndugu zako. I have prayed for you, Nimekuombea that your faith will not fail. ili imani yako isizimie. Satan has desired you. Shetani amekutamani. Hey, this was very scary. Hii ilikuwa ya kuogopesha. Jesus is talking to Peter Yesu anaongelesha Petiro one on one, moja kwa moja, and he is telling him, Peter, anamwambia Petiro, Satan has desired you. shetani amekutamani. So Jesus could see the battle. Yesu angeona ile He vita, could see the agenda of the devil. angeona mpango wa He could shetani, see the plan of the devil. angeona mpango wa He could shetani, see the intentions of the enemy angeona marengo ya adui against Peter. kinyume na And he Petiro. told him, Peter, Akamwambia Petiro, the devil has desired you. shetani amekutamani. He wants to sift you like wheat. Anataka kukupepeta kama ngano, He wants to sift you like wheat. anataka kukupepeta But kama ngano, lakini I have prayed for you, nimekuombea that your faith will not fail. imani yako isizimie. Do you know what can stop your faith from failing? Unajua ni nini inaweza sababisha imani It yako is by isizimie? prayer. Ni kwa maombi. Do you know what can keep you in Christ? Unajua ni nini inaweza It is by kukudumisha? prayer. Ni kwa maombi. Do you know what can maintain your spiritual temperature? Unajua ni nini inadumisha It is joto ya nothing kiroho? else but prayer. Ni si kitu ingine So he isipokuwa says, maombi. Akasema, I have prayed for you. nimekuombea. Peter, Petiro, I have prayed
for you nimekuombea that your faith will not fail. imani yako isizimie. If your faith in Christ will remain, Katika Bwana utadumu. if you remain a believer in the 21st century, Utabakia muumini katika karne ya if you remain a believer when others are doubting, kama utabakia muumini wakati you wengine must be wanatia prayerful. lazima uwe I said mwombaji. you must be prayerful. Lazima uwe mwombaji. You must be prayerful. Lazima uombe. Receive grace for prayer. Amen. I say receive grace for prayer. Amen. Receive grace for prayer. Amen. Prayer will keep your faith. Maombi yatadumisha Praying imani yako. according to the scriptures. Omba kulingana na That is the maandiko. divine strategy Hiyo ni to mbinu keep your faith alive. ya kufanya imani yako Look idumu. at your neighbor and tell your neighbor, pray for me. 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 Hallelujah. Hallelujah. Peter, Petilo, when you get the strength, ukitiwa nguvu, encourage your brothers. watie nguvu ndugu zangu. Encourage them Watie nguvu. and tell them about prayer. Waambie kuhusu maombi. Tell them what I have done for you. Waambie kile Tell them nimekutendea. you are strong Waambie wewe because I prayed for you. maana nilikuombea. Tell them you have overcome Waambie umeshinda because you have learned to pray. kwa sababu umejifunza. Encourage them. Watie nguvu. We remain in faith because of prayer. Tunadumu kwa imani. We are still hoping in God because of prayer. Bado tuna matarajio. And you know what? You succeed in this life utafanikiwa kwa because of prayer. kwa ajili ya maombi. You'll achieve your dreams Utapata ndoto because zako of prayer. kwa ajili ya You'll build your estates. utajenga You'll nyumba build your business. utajenga You'll biashara build your yako. companies Utajenga because of jamii prayer. yako. Kwa ajili ya You'll not fail hautaanguka because you are kwa prayerful. ajili wewe You'll ni never mwombaji. be poor Hautakuwa because maskini you are kwa prayerful. ajili unaomba. You'll never be depressed Hautazificha because of moyo. prayer. Kwa ajili The ya maombi. devil will not defeat you Shetani because of prayer. kwa ajili ya maombi. Witches will not succeed against you Wachawi hawatakushinda because of prayer. kwa ajili ya Your maombi. haters are disappointed because of wanaokuchukia prayer. kwa ajili ya Your maombi. accusers are dead Wanaokushtaki because of wame- prayer. kwa ajili Wave ya your head and shout hallelujah. hallelujah. Wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. Their witchcraft has not succeeded Uchawi wao haujafaulu because of prayer. kwa ajili ya The maombi. evil agenda wished against you, Mipango ya it kipepo is aborted imetolewa because of kwa prayer. ajili ya maombi. Continue praying, child of God. Endelea kuomba, Continue believing, child of God. endelea kuamini. God answer prayer, Mungu hujibu and maombi God will answer you na Mungu in the atakujibu name of kwa Jesus. jina la Yesu. Receive that grace and shout hallelujah. Hallelujah. When you pray, Unapoomba you stop your faith from failing. unakomesha imani yako kutoka Prophecies are fulfilled na unabii unatimizwa because you are praying. kwa sababu unaomba. Never talk about prayer. Usiwahi koma kuhusu maombi. Never only talk about the prayer. Usiongee tu kuhusu maombi. Pray prayer, Omba maombi and the prayer will be answered, na maombi and yatajibiwa your life will change. na maisha yako yatabadilika. The last one, Ya kumalizia, prayer is a platform maombi ni kikanyangio to make requests and petitions. ya kuagiza na pia kufanya maombezi. Prayer is a platform Maombi ni to kikanyangio make requests ya kuulizia and petitions. na pia kuagiza. Mark number 11, Mariko sura ya 11 verse number 24. mstari wa 24. Therefore I say unto you, Basi nawaambieni, what things soever ye desire, chochote nyinyi munachokitamani, when you pray, mnapoomba believe amini that you receive them, ya kwamba mmepokea and you shall have them. na mtakuwa nayo. And when you stand praying, Na mnapoanza kuomba, forgive samehe whatever you have against any, chochote kinyume ulicho nacho na that your Father also in heaven ili Baba wenu aliye mbinguni may forgive your trespasses. awasamehe makosa yenu. This scripture is very important. Hii maandiko ni muhimu. This is Jesus. Huyu ni Yesu. Therefore I say, Basi nawaambieni, whatsoever things you desire, chochote unachokitamani, when you pray, unapoomba, believe amini you have it. uko nayo.
That is where many believers fail. Hapo ndipo waumini wengi tunaangukia. Whatever you desire. Chochote unatamani. Listen to me. Sikia. You can't pray effectively without a desire. Hauwezi omba kwa kuadhili pasipo kutamanio. You can't pray effectively minus desire. Hauwezi omba maombi ya kufanikiwa pasipo tamanio. You must desire a change in an area. Lazima utamani mabadiliko eneo. You must desire particular results. Lazima utamani matukio fulani. You must desire particular breakthroughs. Lazima utamani upenyo such fulani. That when you pray, hadi unapoomba, you believe whatever you desire. Unaamini kile unatamani. You have it. Uko nacho. So you must pray with a target. Lazima uombe na shabaha. You must pray with the faith agreement. Lazima uombe na makubaliano. Jesus said, Yesu anasema, what you desire, kile unatamani, when you pray. Unapoomba. So number 1 is in desire. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni tamanio. Number 2 is prayer. Ya pili ni kuomba. Number 3 is belief. Ya tatu ni kuamini. Number 4 is manifestation. Ni ya nne ni idhirisho. Carry this formula home. Beba hii nyumbani. Number 1 is in desire. Ya kwanza ni tamanio. Number 2 is to pray through your desire. Ya pili ni kuomba kupitia tamanio. Number 3 is to believe what you are praying. Ya tatu ni kuamini kile umeomba. Number 4 is to receive the manifestation. Ya nne ni kupokea idhirisho. That formula works for everyone that has faith. Hiyo mkakati inafanya kazi kwa kila mtu aliye na Your prayers are answered. Maombi yako yamejibiwa. I said your prayers are answered. Amen. I said your prayers are answered. Amen. Your prayers are answered. Amen. So whatsoever you desire, chochote unatamani, when you pray, unapoomba, believe, amini, then you shall have it. na baadaye utaipata. Whatever you desire, Chochote unatamani, whatsoever you desire, chochote unatamani, pray, omba, believe you have what you are praying, amini uko na kile and umeomba, then receive the manifestation. na baadaye pokea idhirisho ya kile umeomba. Quote Philippians 4. Tunapata Wafilipi sura ya 4. This is the school of prayer. Hii ni shule Philippians ya 4 verse 6. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Never subscribe to a school Usiwahi ingia kwa shule fulani that teaches you prayers cannot be answered. ambayo inakufundisha maombi hayawezi There is a formula Kuna binu God has given us in his scriptures. Mungu ametupatia kwa maandiko. Why we should pray Kwa nini and tuombe? why prayers are not answered Na kwa nini maombi and how our hayajibiwi? prayers can be answered. Na vile maombi yanafaa kujibiwa. Philippians 4 number 6. Wafilipi 4 sura ya 6. Be careful Usifadhaike for nothing, kwa chochote, but in everything by prayer and supplication, lakini kwa kila jambo kwa maombi na maombezi with thanksgiving, na shukrani, let your request be made known to God. na mahitaji yenu yajulikane na Bwana. Do not be anxious Musifadhaike about anything, kuhusu chochote, but in everything. lakini kwa kila jambo. Do you know why people are depressed? Unajua kwa nini watu wana mawazo mengi? Depression comes from frustration. Mawazo mengi hutokana na It is kuvunjika. anxiety, frustration, then depression. Masumbuko na And to stop all that, na kukomesha you yote, can stop that by prayer. unaweza komesha hiyo na maombi. Do not be depressed. Usiwe na Do mawazo not mengi. be disappointed. Usivunjike Do not moyo. be anxious. Usiwe Do na not be masumbuko. frustrated Usisumbuke by anything, kwa lolote, but in everything lakini kwa kila by jambo prayer. kwa maombi. Prayer is the key. Maombi ndiyo Tell your funguo. neighbor, prayer is the key. Prayer is the key. By in everything, Lakini kwa kila by jambo prayer kwa maombi and supplication na maombezi with thanksgiving, na shukrani, let your request wacha mahitaji yenu be made unto God. yajulikane na Mungu. Whatever you desire, Chochote unatamani, when you pray, unapoomba, believe amini you have it uko nacho and it shall be yours. na itakuwa yako. Do not be anxious Usiwe na about kusumbuka anything, kuhusu chochote, but in everything lakini kwa kila by jambo prayer kwa maombi and supplication na maombezi, present your request to God. achilia mahitaji yako mbele za Bwana. So prayer Kwa hivyo maombi is a platform ni kikanyangio to receive cha kupokea from the Lord.
kutoka kwa Bwana. Stand on your feet. Simama na miguu yako. Today Leo is a good day for prayer. ni siku nzuri ya It's maombi. an open heavens Wednesday. Ni Jumatano bingu wazi. Do you know what I see? Unajua kwa nini nasema I hivi? see God changing your story. Amen. I see God changing your situation. Amen. I see God overturning tables. Amen. I see God giving you the best things of life Amen. by prayer and supplication. Tia maombi na maombi. Lift your right hand and say, my Father, My Father, in the name of in Jesus, the name of Jesus, as I pray today, as I pray today, answer me by fire. answer me by fire. Pray that prayer for 10 seconds. Omba hilo, omba As I pray today, answer me by fire. Omba leo nijibu. Open your mouth Fungua and kinywa chako. pray that prayer. Omba hilo, omba. As I pray tonight, Ninapoomba leo, answer me by fire. jibu kwa moto. Malekabazotolobos. Poshandele. As I pray today, Ninapoomba leo, my Father, my Maker, Baba yangu, answer me by fire. jibu kwa In moto. the name of Kwa Jesus. jina la As Yesu. I pray today, Ninapoomba leo, answer me by fire. jibu kwa moto. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Makabazotolobosa. Poshandele. Rikandere kota likabaza. Poshandele. As I pray today, Ninapoomba leo, answer me by fire. jibu kwa moto. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Shout amen. Amen. The Bible said you do not have Biblia inasema hatuna because you do not pray. kwa sababu hauombi. And when you pray, Na unapoomba, you pray with wrong motives. unaomba na nia mbaya. You don't have Hauna because you don't pray. kwa sababu Then hauombi. Jesus tells us, whatsoever you Na desire. Yesu anatuambia chochote mnatamani. I want you today Nataka leo to have a list of 3 things. uwe na nakala ya vitu vitatu. Pray through them. Omba Write them down. andika chini. Present those requests to God today. Tualize mahitaji hayo kwa And Mungu. I pray for you, Na ninakuombea connecting my faith with your faith, nikiunganisha that imani those yangu 3 things kwamba hayo shall mambo matatu become your testimonies soonest. yatakuwa In the ushuhuda name wako. of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Lift your right hand and say, my Father, My Father, my 3-point prayer my 3 points prayer that I'll stand with before you that I today. will stand with today. Bless me Bless me with answers with answers for my joy to be complete. for my joy to be In the name of Jesus. in the name of Shout Jesus. amen. Amen. Lift your right hand. Inua mkono wako wa I kuume. pray for spiritual fire. Naomba roho ya I moto. pray for spiritual fire. Naomba moto wa The kiroho. fire for prayer. Moto wa The maombi. anointing and the grace Upako na that will neema. cut through every resistance. Utakayo That will kata pray vizazi. prayers that will be answered. Utaomba maombi In ya the kujibu. name of Kwa Jesus. jina la I Yesu. announce in the name of the Lord. Tangaza kwa jina In la this Yesu. open heavens Wednesday, Katika Jumatano you will Yesu. encounter grace. Utakutana You na shall neema. encounter power. Utakutana na And your nguvu. prayers will be Na answered maombi yako by yatajibiwa. fire, by Kwa thunder. moto na nguvu. In the name of Kwa Jesus. jina la Shout Yesu. amen. Amen. Clap your hands and give Jesus Weka praise. mikono pamoja, mpatie utukufu. Child of God, Mwana wa Mungu, pray omba and God will answer you. na Mungu atakujibu. Knock and the door shall be opened. Bisha, mlango utafunguliwa. Seek and you shall find. Tafuta utapata. Hallelujah. Haleluya. Ask it shall be given. Omba utapewa. Seek you shall find. Tafuta utapata. Knock and the door shall be opened. Bisha, mlango utafunguliwa. Whoever seeketh Yeyote anatafuta finds. anapata. Whoever asks Anayeomba is given. anapewa. Whoever knocketh the door, the Anayejiabisha door shall be opened mlango unafunguliwa for kwake. him. Don't die. Usikufe. Don't give up. Usikufe moyo. Don't retire. Usijiuzuru. Don't surrender. Usijiuzuru. Pray. Omba. God answers prayer. Bwana anajibu. I maombi. said God answers prayer. Nasema Bwana anajibu. God answers prayer. Bwana And he anajibu will maombi. answer you today. Na atakujibu leo In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Shout and believers, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we have a case of why we pray. Kwa hivyo tuna jambo kwa nini tunaomba. And if you are not convinced and persuaded of something, Na kama huimiziki kwa chochote, you don't take it seriously. hauichukui kwa And it kumaanisha does not work for you. na ikufanyii kazi. But if you are convinced and persuaded, Lakini kama and you umehimizika have facts with you, na una hakika nayo, no devil can frustrate you. hakuna pepo inaweza God is kukufadhaisha. bringing answers your way. Bwana analeta majibu God is jioni bringing mwako. breakthroughs your way. Bwana analeta In upenyo jioni Jesus' mwako. mighty Kwa name. jina la Yesu. Amen.